ambapo polisi wamewakamata watu watatu ambao wanahusishwa na mauaji ya Gala Aden Abdi, binti wa umri wa miaka 17 ambaye aliuawa kwa kukataa kuolewa na mwanaume mzee huko Ademasajida Habasweni. Haya mtazamaji, yanajiri huko polisi wakikusanya ushahidi zaidi katika uchunguzi wao kuhusiana na kifo hicho. Mwanahabari wetu Frida Okachi ana kina cha taarifa hiyo. Watatu hao ni mume wa marehemu Mohamed Kasim Tifo, mzee wa kijiji Adan Mithago na shemeji ya marehemu Musa Kasim Tifo. Na tayari tuko na watu watatu ambao wamekamatwa na polisi tayari. Tuko na bwana ya huyo msichana, tuko na ndugu yake na pia mwenye nyumba ambaye ilichomeka, because tungetaka pia kujua ushuhuda yake atasema nini. Kamati ya usalama ikiongozwa na kamishna wa kaunti inasema kuwa haikubaliani na mfumo wa haki wa masla wa kutatua ukatili huo. Lazima mtu apelekwe kotini, ahukumiwe kama atapatikana na makosa, ndio iwe funzo kwa wengine. Huduma ya polisi ya kitaifa kwenye mtandao wa X-Space ikidhibitisha kukamatwa kwa washukiwa hao watatu na kusema wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi karibuni baada ya kukamilisha uchunguzi wao. Binti huyo aliyechukuliwa kutoka kwa kambi ya wakimbizi alioozwa kwa mwanamume kabla hajamuona. Ingeweza kuwa bora kama wawili hao wangekutana na kukubaliana. Iwapo hawangekubaliana kuoana, binti huyo angerudishwa kwa familia yake. Kaunti ya Wajir kupitia idara ya elimu, ustawi wa jamii na masuala ya familia imewaomba viongozi wa dini na wazee wa jamii kupinga ukatili wa jinsia katika kaunti hiyo. Wazazi wakihimizwa kuwa makini na watu wanaochukua binti zao kwa ajili ya ndoa. Frida Okachi, NTV.